Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Media, karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya pili ya Pasaka, Dominika ya huruma ya Mungu. Tafakari hii imeandaliwa na kuleta kwenu na Padri Pasco Igondo. Tusikilize masomo. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Kwa mikono ya mitume zilifanyika ishara na maajabu mengi katika watu. Nao wote walikuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyesubutu kuambatana nao, ila watu waliwaadhimisha. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu kutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmojawapo wao. Nayo makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa nao walioudhiwa na pepo wachafu, nao wote wakaponywa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati unatoka katika Zaburi ya 117 aya ya 2 hadi ya 4 na aya ya 22 hadi ya 27. Kitikio aya ya kwanza nayo inasema: Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Somo la kitabu cha Ufunuo. Mimi Yohane, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo. Nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu. Nalikuwa katika roho siku ya Bwana. Nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema: Haya uyaonayo uyaandike katika chuo, ukayapeleke kwa hayo makanisa 7. Nikageuka nione ile sauti iliyosema nami, na nilipogeuka niliona vinara vya taa 7 vya dhahabu, na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu, amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema: Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona, nayo yaliopo na yale yatakayokuwa baada ya hayo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Shangilio. Haleluya. Yesu akawaambia: Wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Haleluya. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako, Bwana. Ikawa jioni siku ya kwanza ya juma, pale walipokuwapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu
akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akiisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomuona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akiisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso, aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akasema, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari, na kutia kidole changu katika mahali pa misumari, na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Basi baada ya siku 8, wanafunzi walikuwamo ndani tena, na Tomaso pamoja nao. Akaja Yesu na milango imefungwa, akasimama katikati, akasema, amani iwe kwenu. Kisha akamwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako, utie ubavuni mwangu. Wala usiwe usiamini, bali aaminie. Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake, zisizoandikwa katika kitabu hiki. Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Karibu ndugu msikilizaji katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya pili ya Pasaka mwaka C ulitujia katika kanisa. Dominika hii ilipewa jina la Dominika ya Huruma ya Mungu katika maadhimisho ya jubilei kuu ya mwaka 2000 na Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Mtakatifu Maria Faustino Kowalska, mtawa wa huruma ya Mungu, ndiye aliyepata maono na kuidhihirisha kwetu huruma hii ya Mungu. Katika maono hayo aliona miali ya mwanga iliyotoka kifuani mwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwali wa rangi nyekundu ukiwakilisha damu yake, na rangi ya bluu hafifu ikiwakilisha maji ya ubatizo. Ni katika muktadha huu mama kanisa alipotafakari katika sala ya mwanzo anasali hivi: Mungu mwenye huruma ya milele, unawasha imani ya taifa lako katika sikukuu ya Pasaka. Uwazidishie hiyo neema uliyowajalia, wapate wote kuelewa vyema kwamba wametakaswa kwa maji, wamepata uzima mpya kwa roho na kukombolewa kwa damu. Ni katika hili tumefanywa watoto wateule wa Mungu. Ndivyo wimbo wa mwanzo unavyosema: kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili hayo mpate kuukulia wokovu. Haleluya. Katika ujumla wake, masomo ya Dominika hii yamesheheni mafundisho msingi ya kanisa, ikiwa ni pamoja na jinsi nguvu ya imani ya Kristo mfufuka ilivyojidhihirisha katika jumuiya ya kwanza wa Kristo, kiri kuu ya imani ya mtume Tomaso kuwa Yesu ni mtu kweli na Mungu kweli, kuwekwa kwa sakramenti ya kitubio na vyanzo vya mafundisho ya kanisa na njia zinazodhihirisha uwepo wa Kristo katika maisha yetu ya kila siku. Somo la kwanza la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 ya 12 hadi ya 16. Somo hili linasimulia jinsi Kristo mfufuka alivyojidhihirisha kwa ishara na maajabu aliyoyafanya kwa njia ya mitume wakiongozwa na Roho Mtakatifu, na hivyo kulifanya kanisa la kwanza kukua na kustawi, kwa waamini kuishi kwa upendo, wakishirikiana kwa pamoja, hata wakawa mfano wa kuigwa katika maisha ya kijumuiya. Imani yao iliwawezesha watu kumwona Kristo mfufuka hata katika vivuli vya mitume. Ndio maana waliwaweka wagonjwa njiani
ili kivuli cha mitume kikiwapitia tu waweze kupona. Ni katika imani mama kanisa anatufundisha kuwa Kristo Yesu baada ya kufufuka ameendelea kuwepo katika maisha yetu kwa njia ya sakramenti zake, na endelea kufanya kazi ya ukombozi katika nafsi za mapadri. Imani tu yaelewa mambo haya. Waamini wenye imani juu ya uwepo wa Kristo katika nafsi ya padri na kuwa ndiye anayeadhimisha sakramenti katika nafsi ya Kristo ndio wanaonufaika na kupata baraka zake. Ni katika muktadha huu wimbo wa katikati unasema hivi: mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Israeli na aseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Mlango wa Haruni na waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Wamchao Bwana waseme sasa ya kwamba fadhili zake ni za milele. Walinisukuma ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Sauti ya furaha na wokovu imo hemani mwao wenye haki. E Bwana, utuokoe twakusihi. E Bwana, utufanikishe twakusihi. Na abarikiwe yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tuwabariki toka nyumbani mwa Bwana. Bwana ndiye aliye Mungu, naye ndiye aliyetupa nuru. Somo la pili na kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza aya 9 hadi ya 13, 17 hadi 19. Somo hili linasimulia maono ya mtume Yohane akiwa uhamishoni katika kisiwa cha Patmo siku ya Bwana, Jumapili, Dominika, siku ya ufufuko. Yesu anajifunua kwake akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Yesu anajidhihirisha kuwa ni kuhani kwa ishara ya kanzu aliyovaa, mfalme kwa mshipi wa dhahabu aliyojifunga, na hakimu kwa ishara ya vinara 7 vya moto. Kristo ni kweli kuhani, mfalme na hakimu mwenye haki. Ufunuo huu wa Yohane ni wa kuimarisha wa Kristo waliokuwa wanateswa na utawala wa Warumi na kutokana na mafundisho ya walimu wa uongo. Yohane alipata ufunuo huu kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe mfufuka, akimwamuru aandike kitabu hiki cha Ufunuo ili kuwapa matumaini mapya na kuwatia moyo waamini ili waweze kuvumilia mateso kwa ajili ya imani yao kwake. Kumbe mapambano katika maisha ya imani ni muhimu. Hatupaswi kukata tamaa, kwani Kristo Yesu yuko pamoja nasi akitutegemeza mpaka ukamilifu wa dahari. Injili nilivyoandikwa na Yohane sura ya 20 aya 19 hadi 31. Sehemu ya Injili imegawanyika katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza, Yohane sura ya 20 aya 19 hadi 25, inahusu Yesu mfufuka kuwatokea wanafunzi wake bila tomazo na kuweka sakramenti ya kitubio. Ujumbe mkuu katika sehemu hii ni kuweka kwa sakramenti ya kitubio kwa Yesu kuwatuma na kuambia hivi mitume wake, kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Namna hii Yesu aliiweka sakramenti ya upatanisho, sakramenti ya ondolea dhambi, akiwapa mitume na baadaye mapadi mamlaka ya kuondolea dhambi wanaofanya toba ya kweli na kuomba msamaha. Naye mwenye mashaka na asiyeamini atahukumiwa, bali aaminie ataokolewa. Marko sura ya 16 aya 15 hadi ya 16. Sehemu ya pili ni Injili ya Yohane sura ya 20 aya 26 hadi 29. Inahusu Yesu mfufuka kuwatokea wanafunzi wake na Tomaso aitwaye Pacha akiwapo. Itakumbukwa kuwa aliposimuliwa na mitume wengine kuwa Kristo amefufuka na amewatokea, hakuamini. Akaapa kabisa akisema, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Yesu alipowatokea mara ya pili, naye akiwepo, alimwambia Tomaso, lete hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, ulete na mkono wako utie ubavuni mwangu, wala usiwe asiyeamini bali aaminie. Tomaso alikiri kiri kuu ya imani akisema, Bwana wangu na Mungu wangu. Ndio kusema alishuhudia kuwa Kristo mfufuka ni mtu kweli na ni Mungu kweli. Na Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. Fundisho kuu nalolipata hapa ni hili: imani haipatikaniki katika kile anachoona mtu kwa macho yake. Mtu anayetaka kuona, kugusa, kuonja na kuhisi katika maisha ya kiroho, mtu huyu imani yake ni ya mashaka. Ndio maana Yesu anasema,
wamebarikiwa wale wasioona wakaamini, kwa maana imani yao ni ya kweli na haina mashaka. Fundisho lingine tunalipata katika sehemu hii ni kuwa tunahitaji jumuiya, tunalihitaji kanisa ili tuweze kukutana na kumwona Yesu mfufuka. Ni katika maadhimisho ya kiliturujia ndipo tunapokutana na Yesu kwa njia ya sakramenti na neno lake. Sakramenti na neno la Mungu ni mali ya kanisa, mwili wa Kristo. Ndiyo maana Mtume Tomaso alipokuwa nje ya jumuiya hakumuona wala kukutana na Yesu, na aliporudi ndani ya jumuiya alimuona na kukiri umungu wake na ubinadamu wake. Mtume Paulo anauliza, watalihitaje jina lake yeye ambaye haumwamini? Na watamwaminije yeye ambaye hawajawahi kumsikia? Na watamsikiaje kama hakuna mhubiri? Warumi sura ya 10 aya 14. Tunahitaji jumuiya ili kusikiliza habari za imani kwa Kristo mfufuka. Ni katika jumuiya tunaombeana, tunapata mifano kutoka kwa wengine jinsi ya kuishi imani yetu katika matendo. Tunapata faida ya kuonywa na kurekebishwa pale tunapokosea. Ni katika jumuiya tunapata nafasi ya kupendwa na kupenda. Tunakutana na upendo wa Mungu kupitia wenzetu, na sisi wenyewe tunakuwa vyombo vya Mungu kupitishia upendo wake uwafikie wengine. Kumbe wajibu wetu ni kuzifanya jumuiya zetu ziwe kweli ishara ya uwepo wa Kristo ulimwenguni, ili watu mtambue Kristo. Kama kuna shida yoyote katika jumuiya, suluhisho sio kujitenga na jumuiya, bali ni kutatua matatizo hayo. Basi kama umejitenga na jumuiya, rudi upesi. Shiriki vyama vya kitume, shiriki katika shughuli za kanisa ili ukutane na Yesu mfufuka, upate neema na baraka zake. Sehemu ya mwisho ya injili hii ya Dominika hii ni Yohane sura 20 aya 30 hadi 31. Inatujulisha kuwa kuna vyanzo vingine vya mafundisho ya kanisa nje na Biblia takatifu, kwa maana sio vyote aliyoyafanya Kristo yameandikwa katika Biblia. Tunasoma hivi: basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Kumbe kuna mafundisho mengine ya kanisa ambayo hayajaandikwa katika Biblia. Haya tunayapata katika mapokeo ya mitume, mababa wa imani na mitaguso ya kanisa. Hivyo hatupasi kuwa na mashaka juu ya mafundisho msingi ya kanisa ambayo hayajaandikwa katika Biblia takatifu, kwani hayo tunayapata katika hivi vyanzo vingine. Basi tutambue kuwa Yesu mfufuka sasa anaishi katika maisha yetu kwa namna ambayo mifumo yetu ya fahamu haiwezi kuidhihirisha, haiwezi kuguswa kwa mikono au kuonekana kwa macho yetu ya kawaida. Imani pekee ndiyo yaweza kuelewa mambo haya. Haonekani kwa macho, lakini nguvu na neema zake zipo nasi daima, nazo zinajidhihirisha katika sakramenti zake, katika neno lake na katika makuhani wake, katika wahitaji na wenye shida, maskini, wenye njaa, wenye kiu, wafungwa, walio uchi, wagonjwa, wenye mashaka, wenye hofu na wasiwasi, wenye huzuni na matatizo mbalimbali ya kimaisha. Ndio maana yeye mwenyewe alisema kuwa lolote mliowatendea miongoni mwa wadogo hawa mlinitendea mimi. Basi tuombe neema na baraka za Mungu ili tuweze kweli kumtambua Kristo mfufuka katika maisha yetu, ili tupate kustahilishwa kurithi uzima wa milele. Ni katika tumaini hili Mama Kanisa katika sala ya kuombea dhabihu anasali hivi: E Bwana, tunakuomba uzipokee sadaka za taifa lako, ili wote wanaoliungama jina lako na kubatizwa waufikie heri ya milele. Hili litawezekana kama Kristo atakaa nasi katika mioyo yetu. Ndicho anachotuombea Mama Kanisa katika sala baada ya komunyo, akisali hivi: E Mungu Mwenyezi, tunakuomba utujalie sakramenti ya Pasaka tuliyoipokea idumu katika mioyo yetu. Na hili ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Ni mimi Padre Pascali Irondo.